Akionekana kumjibu mwanaharakati wa Kitanzania anayeishi nchini Marekani Mage Kimambi, mkuu wa mkoa Arusha Mheshimiwa Paul Makonda amesema ni wajibu wake pia kuisimamia maendeleo yake binafsi kando ya utumishi wake kwa umma, akiwataka watumiaji wa mitandao ya kijamii kujadili maendeleo badala ya mijadala dhidi ya maisha ya watu. Makonda amebainisha hayo leo Jumamosi Mei 24 jijini Arusha mbele ya viongozi wa dini na kimila mkoani humo, akisisitiza kuwa umaskini ni mbaya kwa watu na jukumu lake kama mkuu wa mkoa ni kuendelea kuweka mazingira rafiki kwa wananchi kuweza kujiendeleza kiuchumi. Na mnukuu, mimi hapa Makonda naongoza mkoa wa watu milioni 3. Nasimamia maendeleo haya ya mabilioni ya fedha. Eti sina uwezo wa kumuongoza mke wangu na watoto wangu 3? Mimi na familia yangu tusipange maendeleo, kazi yangu iwe ni kuwaza tu maendeleo ya watu. Maendeleo yangu yenyewe, maandiko matakatifu yanasema mtu asiyewajali wa kwake ni mbaya kuliko asiyeamini, amebainisha Mheshimiwa Paul Makonda. Jana nimewaambia watu umaskini mbaya, tupambaneni mkoa wetu huo ni wa kutafuta nini? Pesa. Na nikawaambia mimi Makonda umaskini siutaki, na jukumu langu ni kutengeneza mazingira watu nao waongoza wasiwe nani? Maskini. Kuna watu mapovu yamewatoka. Sasa narudia tena kwa herufi kubwa, naomba na wanahabari mnisaidie kuambia, na ikiwezekana wewe ambaye upendi, kaa chumbani, sikiliza hii klipu. Pepo la maskini likutoke. Pepo la umaskini likutoke. Umaskini huu akifanikiwa mmoja hata kwenye familia, familia inapambana kumloga. Yaani mtoto wa dada yako anachumbiwa, unakasirika kwa nini yeye anaolewa, unaenda kutafuta mganga hiyo ndoa ivunjike. Mtoto wa ndugu yako anafaulu, unajisikia vibaya, unamtafutia mapepo ili awe kichaa asiendelee na masomo. Wako watu wamevunjiwa ndoa na ndugu zao kwa sababu ya pepo la umaskini. Wako watu wameharibiwa watoto wao kwa sababu ya pepo la nini? Atajisikia, atajiona yeye ndio bora. Hata kifika kipindi kwenye kikao cha familia, mtu mwenye kipato kidogo akitoa mawazo, baba akiunga mkono, kesi inabadilika. Unaona? Yaani yeye akifika mahala sisi tushaamua, anabadilisha mpango. Tutamuona. Tunakamiana sana kwa sababu ya umaskini. Na kwa nini hatutoke kwenye dimbu hilo? Kwa sababu hatujadili maendeleo, tunajadili watu. Sasa kiongozi gani anayetaka wananchi wake waendelee, alafu wewe unaumia? Nimeona kwenye mitandao kule wanapiga kelele, nikasema kichwani kwao hawana. Wengine wamekimbia nchi kwenda kutafuta mafanikio kule, eti wao wapate hela, sisi tukose nini? Na wengine wakimwona kiongozi amevaa vizuri, hela zetu hizo. Sasa mimi hapa Makonda ninaongoza mkoa wa watu milioni 3, ninasimamia maendeleo haya ya mabilioni, eti sina uwezo wa kumuongoza mke wangu na watoto 3? Yaani mimi na familia yangu nisipange maendeleo? Yaani kazi yangu hiyo tu kwamba ni kuwaza tu maendeleo ya watu. Familia yangu na yenyewe, maandiko matakatifu nasema mtu asiyewajali wa kwake ni mbaya kuliko yule asiyeamini.